Mtazamaji, jina langu naitwa Alphonse Kusaga, mwandishi wa Wananchi. Leo ni tarehe 27 ya mwezi wa 12 mwaka 2025. Hapa ni katika kijiji cha Mareo kilichopo katika kata ya King'ori, ni halmashauri ya Meru, wilaya ya Rumeru, mkoani Arusha. Tumekuja kuripoti taarifa ya kijana Jovin Kaya. Kijana huyu ambaye kauli ya wema ni akiba kwake ndio kwa sasa inaelezwa zaidi, baada ya kumtendea wema Baraka Chacha ambayo walikamatwa jijini Dar es Salaam kwa tuhuma za kesi ya uhaini. Lakini katika video mbalimbali ambazo zilikuwa zinasambaa katika mitandao mbalimbali ya kijamii, ilikuwa ikionyesha kwamba mara nyingi Baraka Chacha akiwa anaenda mahakamani alikuwa anabebwa mgongoni na Jovin Kaya. Watanzania wengi wakaguswa na video ile pamoja na wema ambao alikuwa anatenda bwana Jovin. Baada ya kutoka gerezani, wakatafuta namba ya bwana Jovin na kuanza kumchangia fedha kiasi taslimu cha zaidi ya shilingi milioni 10, huku Baraka akichangiwa zaidi ya shilingi milioni 15, ambazo hizo ni baada ya mdogo wake kuomba msaada kwa Watanzania kwamba kaka yake ambaye anamsaidia aachiwe huru. Lakini hapa ni kijijini Mareo ambako Jovin ametoka Dar es Salaam, sasa amekuja kijijini kwao Arusha na amelakiwa na ndugu zake kwa furaha sana. Tumezungumza na Jovin mwenyewe, ametupa historia ya kile ambacho kilimpata mpaka ameachiwa na namna ambavyo alimsaidia Baraka Chacha ambaye alivunjika miguu kutokana na kadhia iliyotokea tarehe 29. Kwa majina naitwa Jovin Wilfred Kaya, mzaliwa wa Arusha, Meru. Nitaelezea baada ya kabla ya maisha haya yaliyonitokea, nyuma yake ilivyokuwa. Kwenye tarehe 17, 18 nilipata simu ya kazi. Ndio, simu ya kazi kuelekea Uganda. Baada ya kuondoka kwenda Dar es Salaam, pale nilifikia maeneo ya Buza ambapo mwenyeji wangu ambaye alikuwa ananipokea mimi kuelekea naye Uganda, ambaye ndo ameelekezwa anipokee mimi ili tuondoke pamoja kikazi nielekea Uganda. Baada ya kufika nilifuatilia prosesi zote, ila kwenye kugonga passport passport ya kuvukia boda kwenda Uganda. Tulifika pale, tulifanya hatua zote, lakini ilifika hiyo kuna muhuri natakiwa upigwe ili passport hiyo imekamilika. Sasa ikawa hairuhusiwi, yani serikali imezuia wananchi kutoka kabla ya tarehe 29 kupita, ili uchaguzi upite kwanza, hapo ndo mipaka itaruhusiwa. Ndivyo. Baada ya kutokea nimekoma kama hivyo, nikabidi nibaki pale maeneo ya Buza ili kusubiria tarehe 29 ipite niendelee na safari zangu. Kwa mwenyeji wangu maeneo ya Buza pale. Sasa nilikaa kweli nisubiria tarehe 10 ngapi hizo zimepita, 18, 19, 20, 21 mpaka 29 ikapita, 30 ikapita, ila mnamo tarehe 31 mwezi wa 10 muda kwenye saa 8 hivi, kwenye saa 8 kuelekea saa 9 ando, ila hapo nyuma maana tarehe 29 ndio ilikuwa maandamano. Ilitokea kama
ile kama lockdown, kwamba hamna ruhusa biashara kufunguliwa, maduka, mahoteli, umeona. Kwa hiyo ilikuwa hamna huduma zozote. Kwa kuanzia tarehe 29 ilikuwa maduka yafunguliwi, maeneo ya vyakula. Sasa ikawa yani imekuwa tatizo kidogo, kulingana mwenyeji wangu pia naye alikuwa ni bachelor, ana vitu yani ndani vya kupika. Maana kuna duka ilisikika mtaa wa pili imefunguliwa iko wazi. Kwa hiyo unakuta watu wanakimbilia ili kuchukua vitu kuweka ndani. Sasa mimi nikawa nimechelewa kupata taarifa. Nikawa nimechelewa. Ikabidi sasa nikauliza nini kipo. Nikaambiwa mabiskuti zimebaki, ikabidi nichukue mabiskuti, machokoleti nilichukua mingi. Nikawa nimeweka mfukoni, nikachukua na majuisi, nikawa naondoka. Maana muda alikuwa anasema, "Aisee, fungeni aisee jamaa hapo." Ikasa mimi ile naondoka tu hapo tu ndo nafunga duka. Sasa maana ilikuwa ni ndani hivi. Sasa kwenye ukata kona kwanza hivi, ya pili Hamadi hao hapa. Sasa kashtuka, nikasimama, nikataka nikimbie, nikashinda. Maana sasa wako wengi. Hapana, wako na miguu pato ya miguu hivi. Wako na silaha. Kwa kidogo nilishinda kukimbia kutokana ilikuwa tayari kuna taarifa nyingi za vifo. Umeona? Kwa taarifa nyingi za vifo. Kwa hiyo nikafikiri hapa siwezi kukimbia, nikimbia nitauliwa. Nikaona labda nibaki nijieleze kidogo, labda atanisikiliza aniachie. Ndio mwandishi bana, baada ya kukutana nao akaniambia, "Tulia hapo hapo. Bana, vipi unafanya nini huko?" Nikamwambia, "Nimetoka tu dukani kununua nini? Mazaga tu ya kula kiasi nini." Nilikuwa nimefuta mkate, nikakuta mabiskuti ndio hapa ndo nilikuwa nenda nyumbani. Akaniambia, "Wewe tumetangaza nini?" "Si tumetangaza mkae ndani." Nikamwambia, "Kweli, ni kweli afande, lakini kweli ndio menisukuma." Akaniambia, "Kwanza wewe ni mzaliwa wapi? Mbona kama unaongea kama wa Arusha?" Sasa nikabidi nikubali. Baada saa kukubali pale, na pia ilichangia shida kuanza kupigwa, kwa sababu wanasema, "Nyinyi watu mnatoka Arusha ndio mnakuja kufanya vurugu huku." Nikawa najitetea pale, "Hapana, sijui nini." Nikamwambia, "Bana wewe, sasa umeambiwa ukae ndani." Sasa hapo hivi nikaona kweli nikosa, kwamba siyafuata masharti. Sasa hapo nikawa sina cha kujibu. Ndio kwanza kupigwa. Nikapigwa pale, nikarugwa kwenye maji machafu yale yanaonuka na kama ni mtaro ametuama hivi. Ndio gara au kwa nakupigia. Na zile biskuti ulizitoa au? Biskuti, yani biskuti nyingi zilipigwa na rungu zikapasuka tu, zingine zilibaki. Ndugu mwandishi, ilikuwa ni wakati taarifa za vifo, watu kupigwa risasi zilikuwepo nyingi sana. Umeona? Nyingi. Maana hata tukiwa polisi, majamaa wanakuambia, "Yaani nyie mmevunja tu miguu, mnalialia hapo, wenzenu wako kwenye mafriji huko wameoza. Nakuja mnalialia hapo." Umeona? Kwa hiyo kiukweli watu walikufa. Kwa hiyo nikawa nimeshikwa sasa na hofu, maana nasikia vifo vingi, naogopa sasa. Maana sasa kufano pale niliposhikiwa mimi, yani baada kushikwa, yani mtaa wote, yani uko kote napopita, mahali kwenda ndani, yani
Ndugu mwandishi bana, yani hamna hata mbwa, hakuna hata ndege. Yani palikuwa pametulia, maana hata upite pembeni ya nyumba hata usikia hata wale watoto wekelea watoto, hakuna hiyo. Wakanipea piga magoti. Ukiwa mchafu tu ndio. Piga magoti kwa mbele hivi. Afu nyanyua mikono juu. Hapo nikajua napiga risasi. Hapo nikawa najua wananiua. Umeona? Sasa unajua bana, katika watu 10 unajua akosekanagi hata mmoja mwema. Umeona? Ikawa kama vile kuna kidogo wengine yani wanataka nipeleke polisi. Mara hii kuna muda kama una vile anaongea yani nilikuwa pia mimi ninachosubiria tu ananipiga tu chuma hivi. Unaona? Sasa kweli baadaye, maana mimi wakati wana niambia piga magoti, huku nyuma wako na zile gani za kufetulia mabomu ya machozi zile. Kwa mimi huku nyuma wanapiga, hasa kila akipiga nasikilizia, yani kama kabla, yani wameniambia simama, piga magoti. Alafu wakawa Saulisi wanakuwa wanapiga patrol. Kwa hiyo wanaendelea kutisha yani kwamba sio kutoka hata mmoja. Kwa hiyo wanakuwa wanazunguka wanapiga mabomu, wanapiga huku. Unaona? Wanapiga yani wapiga pande zote. Hivyo akaniambia, nyanyuka. Ngoza mbele. Nikawa naenda hivyo, kuna nasali sana. Hapana, hajavaa kiraia. Amevaa askari, nguo za kiaskari tu. Ile anatembea sasa. Sijui napelekwa wapi. Sasa kumbe bahati nzuri ndio walikuwa anipeleka kituoni. Umeona? Hapo walipokamatia na kituo cha polisi. Kuna kaumbali. Yaani kikweli bwana mwandishi, nilikuwa naangalia mti kama mti hivi. Mti yenyewe umesimama. Mti yani hata utikisiki hata kidogo, niliona kama Tanzania imesimama yani. Umeona? Sasa hapo nikawa nafikiria, nasema sasa jamaa hapa hata akiniua hamna shahidi, hamna aliona, na uliona tupo huko hivi. Nikawa nawaza vipi kuhusu maiti yangu sasa, labda kurudi Arusha. Kafina maana nitauliwa, nitatupwa huko, watu watazika nguo kule labda. Nikawa sana waza kuhusu yani hata mwili yenyewe hata basi hata upatikane urudi. Umeona? Nikawa nawaza mambo mengi, ndio hapo sasa tunapelekwa kituo cha polisi. Baada ya kufika nikaona kituo cha polisi kidogo, nikapata kahaweni. Kaona kama nifikishwe kituo cha polisi, at least labda naweza nikabaki hai. Umeona? Nikafika pale. Baada ya kufika pale, walionishika mimi wanijua wamenishika mazingira gani. Ila sasa kwa wale waliokuwa kituoni, wakiuliza wanaambiwa mwandamanaji huyo. Umeona? Kwa akile wanavokupokea nao wanakupiga. Umeona? Wanakupiga bila kujua umeshikia wapi, ila wameshaambiwa mwandamanaji hivyo. Tukaingizwa. Kituo kilikuwa cha Buza pale. Kwa leo kuta pale ni ile idadi ambayo tumeachiwa mahakamani pamoja. Ile ilikuwa tuko 7. Unakumbuka kwa majina? Nakumbuka wote. Maana tumeishi kwa pamoja muda mrefu. Kuna kama Baraka Chacha Mwita ambaye ndo alikuwa amevunjwa miguu yote. Ule Baraka Chacha amevunjwa miguu yote. Na kuna Kombo Ramadhani pia alikuwa amevunjika mkono.
Alafu kuna janangu tena pale anaitwa Nelson Abisai. Alafu pia kuna Rajabu Ahmad Machonjo. Nani Masare. Kuna jina hivi anamuita kijana Mrangi. Au ndo wakuta wengine kama Baraka nimemkuta pale. Kuna Amasha Nasoro. Brother fulani hivi ana umri kidogo kama ulimuona kwenye kundi letu, mtu mzima hivi. Mimi Chacha nilivomkuta ni hivyo mgonjwa hivyo yani vunjwa miguu pale. Sasa sijui ni pale maana tulivyokuwa na Chacha alikuwa ananiambia bana situation yake alivyokamatwa. Kutokana bana na alivyokamatwa huko ndo akapigwa. Kwa Chacha alikuwa ni ni watu wa Tarime kina John Yecha. Kwa hiyo bana aliniambia kilichomponza sana ni ile kutaja Baraka Chacha. Hiyo Chacha ndio ilimponza. Alipigwa sana ndio chanzo. Akawa anaambiwa na hao ndo wale wa nini? Waandamanaji. Ndio kapigwa mpaka akavunjwa miguu kwa aliponiambia yeye kama yeye. Yeye nilimkuta pale tayari mgonjwa kweli. Na huyo pia huyo Kombo Ramadhani pia naye alikuwa ameumia sana. Sijui alitobola na nini, anadai sijui ni senke sijui ni kitu gani. Ametobolewa sana miguu huku hivi. Amechomwa. Wale ndio watu ambao tunawakuta kidogo wao ni wagonjwa sana pale. Ona kituo cha polisi sehemu ya usalama ile walivyosema waandamanaji ndio unapokelewa na rungu, unapigwa, haya toa kila kitu. Unatoa vitu vilivyokuwa mfukoni, unatoa. Baada ya kutoa vitu pale kaingizwa sero. Pale nilivyofunga sendo nikawakuta kina Baraka sasa. Na aliza tukiwa kitoni pale hapo Buza. Nikasikia walete wawili tumalizane nao wao. Unaona? Nikarudi kule akili karudi kule. Nikajua hapa hata kituoni sasa na muona salama. Maana sasa wawili tumalizane nao sielewi. Na katika situation yani akili yani moja ikai mbili haikai, unaelewa? Sasa sikuelewa, nikachomolewa mimi. Kuna kijana mwingine huyo Rajabu Ahmad Machonjo, nikapigwa naye pingu, tukazungushwa nyuma. Tukazungushwa nyuma hivi. Sasa atukujua tunafanyaje, tukazungushwa kwa nyuma hivi. Nikawa sana endelea kusali sasa, nikaona bado tu. Unaona? Wakaja askari na pepa hivi. Unaona? Akawa anauliza. Kwanza alisemaje? Nyinyi ndio waandamanaje? Enyi takao muuliwe nyinyi. Nyie nitakao mfe. Unaona? Akawa anaandika saa, anasema wewe umetokea wapi? Sema Arusha. Anajua nachoka sasa, nashindwa. Nikasema Arusha. Arusha. Mbona nyewe watu Arusha nyewe? Ani mnakuja hadi huku, mnakuja kuleta vurugu huku? Kaambia hapana bana, mimi niko na safari zangu. Safari gani? Ulikuwa unaenda wapi? Napigwa tena. Umeona? Sasa ikawa mwenzangu analia. Umeona? Analia. Stuwe bana. Mimi nimetokea. Yeye alisema ameshoka na bajaji, sio ametokea wapi. Akawa analia, anaongea pale. Sasa akilia ndio anapigwa tena zaidi. Sasa mimi nikawa siongei. Maana sasa nimeshaona hii hata ukiongea isaidii, unapigwa bure. Unaona? Bana wakaanza kuuliza maswali, wanamuuliza huyu Rajab. Bana wewe nyumbani ni wapi? Akataja sijui Mbagala sijui sehemu gani, akaambiwa ulipozaliwa. Sijui alisema ni wapi.
mkoa akataja, wilaya akataja, kata akataja, kijiji akataja. Sasa mimi nilivokaa pembeni, nilivyosikia tena wazazi wako anaitwa nani? Fulani fulani, anaandika baba fulani fulani, ndugu yako mwingine, dada yako, wakaandika majina. Mimi kwa akili yangu kwa haraka haraka nikajua hapa kweli hapa tunauliwa, ila hii ni ili mwili upatikane pa kupeleka. Nikajua sasa hii ni ili mwili urudishwe Arusha au poani kwa ndugu zako wapate mwili. Nikajua kweli tunauliwa. Sasa mimi baada ya kupata majibu yao nikaendelea tu kusali, kutubu kwa Mungu nini. Kafika zamu yangu, tukakaa kweli hapo, muda ulikuwa umeenda hivi. Sasa hivi fika kwenye saa 12 hivi, saa 11 hivi naelekea saa 12, gari kaja. Arena ya Hilux double cabin. Tukafungwa pingu, tukapelekwa kwenye gari. Hapo tukarudishiwa vitu. Sasa tukapigiwa pingu, tunapelekwa kwenye gari. Sasa mimi kwenye kichwa changu sielewi. Muda saa 11 inaelekea saa 12 hivi yani. Hivyo. Kwenye kichwa changu sana nikajua jamaa anachukua maelezo kule. Hapo kwanza bado sijauza masaji. Na sasa tunaenda wapi? Tukapakiwa kwenye gari. Ndio. Wote 7. Hapana, mbele utakaje mbele? Wewe unalazwa hivi. Kwanza unalala unaambiwa lala angalia chini. Lala hivi. Kwa tukalazwa. Hapana, kina Chacha wao walikuwa wagonjwa wa jezi. Kwa hiyo wakalazwa juu yetu kama kuni hivi. Kwa hatulele na juu yetu. Yani pale unaweza hata ukafa kwa sababu mtu akiwekwa juu yako afu umelala kwa tumbo, umeona? Suna kosa pumzi. Kwa nini mpango kama kuni? Unaambiwa ulale hivi kwa tumbo, yani ulale hivi, uangalie chini hivi. Sasa pale kwa akili haraka haraka mimi nikaeka mikono hivi ili kidogo ili kilala hivi jizuie niweze kupata ni pale pumzi isikate, umeona? Nikalala hivyo, wengine wakalazwa juu yetu. Hapo sasa ikawa safari, gari imewashwa. Kapelekwa Chang'ombe. Kapelekwa Chang'ombe pale. Chang'ombe pale kupokelewa. Pale ndo tumepokelewa na kipigo kikubwa sana. Bana mwandishi pale tulipopigwa sana. Pigwa sana. Na kulipotoka kidogo ulikuwa unapigwa, lakini yani kipigo kilizidi kule. Kwa yani kule ndo tulipigwa sana. Baraka kwa stari alikuwa hajiwezi, maana yeye kuna muda hata majamaa na buruta. Amsogeza tu pembeni. Sasa anaona kabisa huyu hamna kazi. Kitu tulipeana kila kitu, tukavua viatu nini. Unakuwa kupandishwa kwenye gari, tuliatukuvaa viatu. Ilibidi tushikilie hivi na nguo nilikuwa nimevaa shati na t-shirt, kabidi nivue shati. Kwa hiyo kwa nimepokea shati na viatu na siku nimekamata Buza kuanzia saa 8. Yaani hayo mapito yote ni huo muda mpaka saa ngapi hiyo? Ndio tukachukua tukaenda Chang'ombe. Ndio tukapokelewa kule hivyo. Tukapokelewa kule. Tukaamshwa, tukafungwa mashati. Tukaambiwa fungeni macho. Unaona? Fungeni macho. Askari anapita mbele, anavuta t-shirt hivi. Kwa hiyo unafunga macho, unamfuata. Fungua macho na kupiga risasi. Kwa tumefunga mashati hivi, tunamvuta mmoja naye anakuvuta hivyo. Tukaingizwa sehemu kama hall, yani sisi tulivyopokelewa pale tuliingia kwa sababu ya adhabu, yani kule nichomba na sisi nitakupewa adhabu kule. Kule ndo tulipigwa sana tulipigwa. Maana hapo kidogo baada ya kufika Chang'ombe ndo akili kidogo ikaona hapa
hapa mnakufa hapa. Kufa sifi. Ila sijui kitakachoendelea huko mbele. Sasa baada kuingizwa tena kwa tukapigwa sana. Pigwa sana. Sasa inafika wakati napigwa vitu marungu nini. Nikaomba Mungu sana, nikamwambia Mungu, bana, naomba Mungu nisaidie nisivunjike mfupa, maana si nilikuwa na safari zangu za kwenda Uganda ili nikaweza kuendelea na shughuli zangu. Niomba Mungu sana, Mungu nisaidie nisivunjike mfupa. Afu nisife pia. Maana kwa sababu kwa napiga wale jamaa, kafanya hata irungu ikapita kichwani. Kama kidogo kama na matatizo naweza kafa. Sasa pale tupigwa, pale kwa tulipigwa sana kwenye nyayo za miguu. Huku unanyosha miguu hivi, unapigwa chini. Pigwa sana pale sana. Tupigwa kurungu sana za huku. Unaona? Kosa kwenye kupigwa pale, kutoka kwenye kutolewa pale sasa. Kwanza kupigwa hapo nilikuwa kuna katira ambapo Mungu asaidie tu kama napigwa sawa, lakini nisivunjike mfupa asiniue. Ila sasa ilifika wakati kipigo imekuwa kali sana maana unapigwa na waya za umeme zile. Unapigwa sana huko mgongoni. Pigwa alafu sasa haitaki ulie, hataki upige kelele. Pigwa nataka una ukaze. Piga kelele tu, unaendelea unakanyaga, unaanza kanyagwa kichwa umeona. Tukafungwa mashati sasa tena. Hapo tunaingizwa kwenye, sasa kujua tunapelekwa wapi, ila kuna tulitenganishwa sisi tukaingizwa watatu. Kumbe ni kwenye kuhojiwa, kutoa maelezo. Kaingia kwenye chumba cha maelezo. Sasa miguu chini haifai. Unatembea sasa, isitoshe pale kulikuwa kuna kokoto sana. Kwa unaumia. Maana kutokana na zurungu zopigwa miguuni. Kutembea ni shida tembea kwa shida sana. Tukatembea taratibu hivyo. Tukaingia chumba cha maelezo pale. Chumba cha maelezo pale. Kaanza kuhoji. Sasa hapo kwenye kuhoji pia sikafikiria labda kipigo kimeisha. Jamaa anaitoja akasema mimi siwezi anza na nyie bila kwa shughulikia kidogo. Tukapiga tena huku kwenye miguu. Huku. Kapiga sana. Ikafika mahali miguu imekufa ganzi. Anapiga utaona unaumia, lakini kidogo tofauti na mwanzo inauma, lakini ikasa kama imekufa ganzi huko chini. Tukatoka hapo sasa ndo tunaingizwa sero. Sapo miguu haifai. Kwanza jamaa baada kutupiga akatuambia rukeni eti miguu isivimbe maji damu mimi. Sasa kurukanye uwezi. Umelala siku ya kwanza ya kesho miguu chini imevimba sana. Imevimbani, unashindwa kutembea. Imevimba huko chini sana. Kwa pale ni teseka, lakini bahati nzuri atuendelee kupiga kipigo kidogo pale. Alafu pia kuna chakula. Chakula kilikuwepo. Kwa hiyo hivyo maumivu tukayagulia pale. Tukakutana tu na watu kule masero, unajua watu wako tofauti. Kuna wengine wanasema bwana taisha mtatolewa tu hizi nini. Kwa hiyo ikafika wakati wajamaa tuambia sasa unajua nini? Ili miguu isipate shida. Asubuhi kule toilet unaweka maji kwenye tiles, unakuna unakanda, unakanyaga